Baada ya Suleiman kupoteza fahamu, alipoamka alijikuta akiwa kwenye mchanga wa pwani ya kisiwa cha Mafia akiwa amevaa nguo zile zile alizokuwa amevaa ule usiku wa mwisho. Maji yalikuwa yanagusa mwili wake taratibu na upepo wa bahari ulikuwa na harufu nzito ya shombo la samaki. Alijikaza kwa mikono yake akijaribu kuinuka, lakini aliona kitu cha kustaajabisha: hakukuwa na alama za miguu yake kwenye mchanga. Alijua kuwa kuna jambo lisilo la kawaida lililotokea. Akiwa amesimama kwa mshangao, macho yake yalitazama baharini kwa makini. Maji yalikuwa yanagusa pwani kwa taratibu, lakini hakukuwa na mashua yoyote baharini wala mvuvi yoyote, na hata mke wake Nadia hakuwepo. Alikumbuka vizuri alivyokuwa na furaha baada ya kuanza kuishi na mkewe, lakini sasa alikuwa peke yake ufukweni na hakukumbuka nini kilitokea mara ya mwisho kabla hajapoteza fahamu. Suleiman aliamua kuanza kutembea kwenda kijiji cha Kifundi na alianza kuuliza watu kama kuna aliyemwona mke wake Nadia, lakini kila mtu alishangaa na kumuuliza kuwa ameoa lini. Suleiman alipatwa na mshangao na aligundua kuwa kulikuwa na jambo kubwa la kufanyia uchunguzi. Kwa siku 2 mfululizo alijaribu kumtafuta Nadia, lakini alikosa majibu ya kumridhisha. Hali hiyo ilimfanya kuwa na wasiwasi, lakini bado alijua kuwa atalazimika kujua ukweli. Alijua kuwa kuna kitu cha ajabu kilichokuwa kimetokea kwenye maisha yake. Ingawa Nadia hakurudi nyumbani kwa siku hizo 2, Suleiman alikuwa akihisi uwepo wa ajabu kila alipoingia kwenye chumba chake. Usiku wa 3, Suleiman akiwa amelala, alisikia kilio kikali cha huzuni. Na upepo ulianza kuvuma chumbani mwake. Mlango wa chumba chake ulifunguka ghafla kwa kishindo kikubwa, jambo lililokuwa likizidisha hofu yake. Alijikusanya, akaenda kutazama kupitia mlango uliojaa giza ambapo alimwona mke wake Nadia. Lakini alishangaa kuona kuwa Nadia alionekana amebadilika kwa namna isiyoweza kuelezeka. Alikuwa amesimama, lakini mwili wake ulionekana kuwa na sifa za ajabu. Macho yake yalikuwa makubwa kuliko kawaida na ngozi yake ilikuwa imekuwa nyeupe kupita mipaka ya kawaida ya binadamu. Alikuwa akielea angani, miguu yake haikugusa sakafu, na sura nzuri ya siku zote ilikuwa imetoweka kabisa. Badala yake kilikuwa kiumbe kisichoelezeka kwa kawaida. "Suleiman, mume wangu kipenzi," alisema Nadia kwa sauti ya kutisha. Suleiman aliingiwa na hofu kubwa sana kuliko kawaida. Nadia alinyanyua mkono wake na upepo mkali ukapiga chumba kizima. Vitu mbalimbali vilianza kuanguka na kutikisika, huku sakafu ikitetemeka kwa nguvu. Suleiman alibaki akiwa amesimama, moyo wake ukiwa umejaa hofu isiyo ya kawaida. Wakati huo, Nadia alifungua mdomo wake wenye meno ya kutisha, na kutoka ndani yake kulisikika sauti nyingi za watu waliokuwa wanalia kwa uchungu. Sauti za vilio vya roho za wafu za kutisha sana, zikimfanya Suleiman kuwa na hofu zaidi. Hakufahamu kama alikuwa bado kwenye ndoto au ni hali halisi, lakini alijua kuwa alikuwa kwenye hatari ya kifo. Alijua kuwa Nadia alikuwa si binadamu, alikuwa jini la kutisha la baharini. Suleiman alikusudia kupiga kelele kwa hofu, lakini kabla hajafanya lolote, Nadia alimkamata kwa nguvu. Suleiman alijua kuwa anapambana na jini la kutisha ambalo alikuwa akilisikia kwenye simulizi, lakini sasa ilikuwa ni hali halisi. Giza lilitanda chumba kizima na sauti ya kutisha ya Nadia ilibaki ikisikika akisema, "Usiniogope mume wangu, mbona ulinipenda toka mwanzo?"